أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك. Ndugu zangu, katika siku hii ya 6 ya mwezi wa Ramadhani tunapata mafunzo katika dua ya siku hii ya leo, kwamba Mwenyezi Mungu kwa kutupa maelekezo katika kipengele hichi kwamba mwanadamu anamuelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusema kwamba ewe Mola wangu wa haki, Mola wangu wa haki, usinifanye nikaadaika na mambo ambayo yakaniingiza katika maasiya. Usinifanye mimi nikaghurika, nikasahau kabisa, nikawa nafanya maasiya bila kunizindua. Lakini vile vile usiniadhibu na fimbo ya nikma, usiniadhibu na fimbo ya mambo ambayo ukanipa mabalaa mbalimbali. Usiniadhibu katika adhabu ambayo ni mabalaa ambayo nitashindwa katika balaa hizo, nitashindwa kufanya amali zangu, nitashindwa kufanya harakati zangu mbalimbali. Usiniadhibu katika hayo. Nikiwa nimekosea Rabbi, usiniadhibu katika adhabu kali kama hizo. Lakini usiniache moja kwa moja kutokana na yale mambo mabaya ambayo nayafanya. Usinipuuzie ukaniacha ukanichukia kutokana na yale mambo mabaya ambayo nayafanya, kutokana na yale maasi ambayo nayafanya yamezidi sasa mpaka ukaamua kunipuuzia. Usinifanyie hivyo ya Rabbil Alamin. Ni katika dua ambayo inasomwa katika siku ya 6 ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu, haya ni mambo ambayo mwanadamu anatakiwa awe nayo na tuyafanye katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, bali hata katika mwezi ambao si wa Ramadhani inatakiwa tufanye mambo kama hayo. Kumuomba Mwenyezi Mungu unapojua kwamba wewe umekosea, unapojua kwamba wewe umekosea jambo fulani, hebu jaribu kumgeukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umuombe kutokana na lile jambo ambalo umelikosea. Kwa sababu unapokuwa wewe haumuombe Mwenyezi Mungu, unapokuwa unakosa makosa, unafanya makosa mbalimbali, lakini haumrejee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutaka msamaha, unakuwa wewe unafanya kibri, unakuwa ni mutakabir, unakuwa ni miongoni mwa watu ambao wana kiburi. Na sisi tukiangalia katika historia ya mitume, tunaona Nabiyullahi Adamu alayhi salam alisujudiwa na malaika, lakini Ibilisi alikataa kumsujudia Adamu alayhi salam kutokana na kibri. Akasema siwezi kusujudia kile ambacho umekhalaqtahu tinan, kile ambacho umekiumba kwa udongo. Kiburi kile kikamfanya Ibilisi awe Ibilisi, kutokana na kwamba alikataa kutekeleza ile amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini baada ya kukosea hakuenda kupiga goti kwa Mwenyezi Mungu na kutaka msamaha, bali alibakia na msimamo wake. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafanyaje? Akamfukuza katika rehema zake, akamuondoa katika rehema zake katika kosa moja tu. Kwa kosa moja tu alilolifanya la kuacha kumsujudia Adam, akafukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sasa tuangalie sisi katika maisha yetu, ni makosa mangapi ambayo tunayafanya? Ukirudi ukijiangalia katika maisha ambayo tunayafanya, unaweza ukajikuta wewe unafanya makosa mengi kushinda hata Ibilisi. Sasa unapojijua kwamba umekosea, tujaribu kwamba kumrejea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kupiga goti na kujua kwamba tumekosea.
Hii ni miongoni mwa dua ambazo zinapatikana katika mwezi wa Ramadhani katika siku ya 6. Wa ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma la takhdhulni fihi lita'arrud ma'siyatik wa la tadribni بسياط نقمتك وزحزحني فيهم من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبتك